Mwenyekiti, tupo kufanya kikao sawa na mtendaji wako wa kijiji na wakata sawa, kufanya tathmini ya athari zilizoletwa sawa, ujue ni kaya ngapi zimekutwa na athari na kila kaya ina watu wangapi. Lakini la pili, tuanze kuchukua tahadhari. Hizi mvua ndo kama zimeanza, na sisi kama serikali tunajaribu kuangalia sasa kule kwenye chanzo barabarani kama tunaweza kutengeneza temporary ya kupitisha maji, lakini hapa mambo ni mawili tu. Tumejenga kwenye maeneo ambayo ni mkondo wa maji na tumejenga kwenye njia za maji. Yaani njia ya maji huwa haipotei, ni kama tembo. Nyinyi wafugaji mnajua tembo haachi njia yake miaka 1000 ndio maji yalivyo. Sawa. Yanaweza kupotea kwa kipindi cha miaka 5 6, lakini kuna siku yatarejea kwenye njia yake ya asili. Sasa tuchukue tahadhari kwa kutoka katika maeneo ambayo ni hatarishi, ambayo tunafikiri hizi kaya, na ndio maana nimesema identify kaya ambazo ziko kwenye hatari zaidi ya kupata mafuriko na zilizokumbwa tayari na madhara ya athari ya mvua zilizonyesha. Sawa. Mheshimiwa DC, tunakushukuru kwanza kwa kuwa na utayari wa kutembelea maeneo haya ya wananchi wa Mlima Shabaha na sehemu ya Bondeni, kata ya Bondeni ambao wamepata athari hii. Kwa ujumla tumetembea na wewe, umeona mazingira. Ni moja ya kwamba tunaisifia kazi ama utendaji wa serikali yetu, kwamba pale tunapopatwa na jambo wako na utayari wa kutufikia na kuweza kuangalia ile changamoto. Hivyo tunakushukuru sana na tutaendelea kukupa ushirikiano kama mlivyo mpiganaji wetu. Unasikia furaha kwa wananchi kwa sababu tunachukua unatamani kupita tu kwenye maeneo za wananchi na wananchi wanashuhudia jinsi ulivyo. Imani imekuja kwamba una uhakika wa matekelezo mengi ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tunakushukuru mkuu wa wilaya kwa utembezaji wako kuja kutuonea hivi. Sisi tunakushukuru sana. Hii ni kingine kipya kwenye wilaya yetu ambayo umeamua kutembea na mguu na hujaogopa kukanyaga maji. Yaani umeonesha kabisa uko tayari uzalendo na wananchi wako ambayo umeagizwa na serikali kuja kuwa naye. Yaani hii inaonyesha picha ambayo kwamba watukilia unakimbia kuja kuangalia tukio.